Kufuatia uwepo wa watu wanaosambaza taarifa za uongo kwa wahitimu wa kidato cha 6, wakiwashauri kuwa mafunzo yanayotolewa na Jeshi la Kujenga Taifa JKT hayana umuhimu wowote katika maisha yao. Baadhi ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM ambao walipita katika mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria wameelezea faida kubwa walioipata kupitia mafunzo hayo na wito wao kwa wazazi wa wanafunzi hao. Kwa majina naitwa Enifida Gervas Moshi, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha UDOM, nasoma mwaka wa 2 sheria. Mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria nimepitia Makutupora operation miaka 60 ya JKT. Mengi alisemwa kwamba sijui kutakuwa sijui kuna ukatili, kuna hivi na hivi. Lakini nilipofika the reality kulikopo hamna hivyo vitu. Hivyo ninawaasa wenzangu, wadogo zangu, kwa wasiogope kitu chochote. Tunaenda kujifunza mambo mengi, hauondoki kapa, unaenda kupata ujasiri, uzalendo wa kujua zaidi mafunzo. Kuna wengine pia tulipofika kule walikuwa wanachukia. But the moment tulipofika pale kulikuwa kukutana na wale wenzetu wana service. Nao wakawa natamani mimi nabaki naongea na mzazi wangu, naomba na mimi nibaki maana naona mafunzo yako hivi na hivi na hivi ili nije kulinda taifa letu. Kwa majina naitwa Abdul Nasoro Puga, mwaka wa 2 sheria, Chuo Kikuu cha Dodoma. Mafunzo ya JKT nimepitia katika kambi ya Kibiti operation miaka 60 ya JKT mwaka 2023. Vipo vingi nimejifunza kupitia JKT, na kuhusu fununu nimezisikia nyingi kabla ya kwenda na baada ya kwenda. Kwa upande wangu nilipokuwa JKT, kitu kikubwa sana nilichoweza kujifunza ilikuwa ukiachana na ukakamavu na ujasiri ambao tuliojengewa na Jeshi la Kujenga Taifa, kitu kingine ni issue za uzalishaji mali, ujasiriamali. Mimi kwa ufupi malezi yangu walikuwa nililelewa kama mtoto wa mwisho, yale mtoto wa kulelewa, yani sio wa mama, ni mtoto wa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini wakati sijafika JKT niliambiwa baadhi, nilipata vitisho kwanza ndani ya familia na watu wa nje. Akaniambia wewe utayaweza mafunzo ya JKT, watu wanakufa, watu wanafanya nini. Lakini kikubwa katika familia yao pia alitokea mtu mmoja ambaye alinishika mkono akaniambia nenda na kuona unaweza, nenda. Na nilipoenda kule kweli nikaweza, sikuona mateso. Ila nilienda kujifunza zaidi. Nilikuwa sijui kulima, lakini nilipotoka JKT nimekuwa mkulima, na uzuri matunda ya JKT nimeacha nyumbani. Maana niliporudi likizo baada ya mwaka wa kwanza nilienda kwa bibi nikaomba shamba nikalima miogo. Niko chuo sijaweza kuila ile miogo, lakini familia wanafaidi ile miogo, wanaila. Napigiwa tu simu, umeweza bwana, miogo imestawi, tunakula, mingine tunauza. Hiyo ni moja ya mafanikio ambayo nimeyapata kupitia JKT, maana nilikuwa pia napitia hiyo knowledge ya namna kupanda, kuandaa shamba na kupanda miogo inapandwa vipi na hudumiwa vipi. Ukija kwenye issue nyingine, issue za ujenzi, kwenye ujenzi wa taifa kama jeshi lenyewe linavyoitwa ujenzi wa taifa, nilifundishwa namna ya kujenga. Tukizungumzia mafundi nini kujenga hizi, yani ofisi hizi tulizijenga wenyewe. Kwa nilikopo sijawahi kufyatua tofali, lakini nilijifunza kufyatua tofali nikajua. Sikuwahi kuchanganya udongo, nikajua kuchanganya udongo. Lakini nilikuwa siwezi kuliweka tofali, kulishape mpaka ikatokea chumba. Lakini kwa mujibu wa JKT nilifanikiwa, nikaweza hayo yote. Wazazi nachowaambia kwa sisi ni vijana, na JKT imewekwa kwa kutulenga sisi vijana, kutuandaa na maisha ya baadaye. Kwa sababu tukitoka mikononi kwa wazazi tuna maisha ambao sisi wenyewe tunatakiwa tujitengenezee. Kwa hiyo tunapoenda JKT tunajifunza issue ya ujasiriamali. Kwa mfano, ujasiriamali utanisaidia mimi na kizazi changu ambacho kitakachokuja baadaye. Kwa wazazi wasiwabane watoto, wasiishi na zile wasema mitazamo
ambao jamii sasa hivi jamii inaipublish kuwa JKT ni sehemu ya watu ambao wanaenda kupata madhara, kufa nini. Kwa cha msingi hapa wazazi ni kuombea tu dua watoto zao na kuonyesha mwangaza nini wafanye na nini wasifanye. Lakini kuhusiana na JKT ni sehemu nzuri ya mafunzo katika maisha. Kwa majina Julius Johnson Joshua, nimehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kambi 830 KJ Kibiti, na nimejifunza mambo mengi ya kule. Nimejifunza uzalendo, utii, nidhamu na uhodari. Pia imejengea nidhamu ya kujiamini, kwa sababu mimi tangu naanza kusoma nilisoma shule za day, tangu naanza la kwanza mpaka naanza form 6. Nilikuwa sijajua jinsi ya kukaa na watu, kuishi na watu, kula na watu wengine, kushana tabia mbalimbali kutoka makabila mbalimbali. But nilipoenda kule nisaidia nikajumuika na watu wengine kutoka makabila mbalimbali. Pia nilienda mkoa ambao nilikuwa sitarajia kama nitakuja kufika, nikajiunga na makabila mbalimbali, tukashare baadhi ya idea, ikanijengea uzalendo na kupendana kwa kila mmoja mmoja. Imejengea msingi mzuri mpaka hapa nilipo. Ni vigumu sana kwa hapa chuoni first year kupata uongozi, ila kwa sasa hivi mimi ni katibu wa ulinzi hapa CHSS. Kutokana na kigezo cha JKT kimenifavor mpaka nipata nafasi hapo. Kwa majina naitwa Jackson Maendeka Kuluchumila, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili, nasoma katika taasisi ya lugha na tamaduni za Kichina Chuo Kikuu cha Dodoma. Mafunzo ya JKT nimeyapata 822 kikosi cha jeshi la Mkoma. Nataka niwaeleze wazazi na walezi wa watoto ambao wamechaguliwa kwenda JKT mwaka huu, wasisite kuwapeleka, kwa maana kule yani maisha ya kawaida tunayoishi huku nyumbani, kama ni kilimo nyumbani kipo na kule kipo, ujenzi kule upo na huku upo. Yani kimsingi ni maisha tu yale ya kawaida ambayo tunaishi huku. Mimi kwa mfano mimi nyumbani natembea na kaka yangu ni fundi ujenzi. Kwa nilipoenda kule JKT mara nyingi nilikuwa na kitengo ujenzi na mimi. Kwa kule JKT nimejifunza vingi. Mimi kaka yangu ni fundi ujenzi anapaua. Lakini kule JKT nilikuwa na mafundi wa ujenzi wa kujenga matofali. Nimejifunza kuweka vigae, mara nyingi tulikuwa tunaachiwa chooni. Vyoo vya jeshi tunajenga sisi wenyewe, tunaweka vigae wenyewe na vitu vingi. Kilimo pia kule wa Mkoma tulikuwa tunalima miogo. Si nyumbani wa kulima lakini sio wa miogo. Kwa jina naitwa Salome Ibrahim Hafidhu, ni mmoja kati ya vijana ambao wamepitia mafunzo ya awali ya kijeshi mwaka 2024 katika kikosi cha 839 Makuyuni JKT ambacho kinapatikana mkoani Arusha. Vitu ambavyo nimevigain kupitia mafunzo ya awali ya kijeshi ambao nimeyapata kupitia JKT, cha kwanza ni I can say confidence, kwa sababu tukiwa kule jeshini kuna vitu ambavyo tunavipitia inawezekana tukaona kama ni vya kawaida, sema vinatuongezea confidence. Vile mafunzo yale ambayo mnapitia, ukipitia JKT ukirudi huku mtaani, yani unakuwa ni mtu ambaye ni tofauti ambaye hajapita JKT, kwa sababu kuna vitu umevipitia yeye hajapitia. Kwa hiyo obvious kuna confidence ambayo inakuwa imejengeka kwako. Kingine JKT ni uzalendo. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tunafundishwa obvious, yani vinakujenga wewe upende nchi yako. Na kuna muda mnapitia doso kubwa, hivyo mazoezi, mwisho wa siku mnaimba nyimbo zile za kizalendo. Ukifanya masala unaweza ukalia, sababu nyimbo ambazo zina hisia kwa kweli. So kwa mfano kuna wimbo unaimbwa na panaidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda paka kufa. Unaimba wimbo huo wakati muda huo ushatoka kufanya mazoezi, umechoka, then mnaimba huo wimbo. Au wimbo peke yako, mnaimba wengi. Kwa hiyo kuna hisia fulani hivi inakuja kwamba sawa, napitia kama kijana lakini kwa ajili ya nchi yangu. Hivyo uzalendo. Lakini kitu kingine kama tunavyojua ukakamavu pia ni muhimu. Sababu licha shughuli mbalimbali mnazofanya, lakini pia kuna mazoezi ambayo mnayafanya yanakufanya kijana uwe mkakamavu. Ukiniangalia mimi na kijana ambaye hajapitia JKT, obvious kuna tofauti. Unaweza kuona udogo, mbona kama yupo kawaida, ila kuna kitu ambacho mimi ninacho yana na kuhakikishia hilo. Kingine nadhani pia kuna opportunities mbalimbali
ambazo mimi kama kijana ambaye nimepitia JKT naweza nikazipata kwa namna moja ama nyingine. Moja hapo kuna nafasi mbalimbali zinatoka za kuandikishwa jeshini. Mimi kama kijana ambaye nimepita JKT inawezekana nikapewa kipaumbele kwa namna moja ama nyingine. Taasisi mbalimbali pia zinataka watu. Mimi kijana ambaye nimepitia JKT kuna vingi sana ambavyo nimejifunza, uadilifu pia. Kwa obvious inawezekana akanichagua mimi kuliko mtu mwingine ambaye hajapita JKT kwa sababu kama hizo. Kwangu mimi cha kwanza namshukuru kwanza mwenyewe, kitu cha jeshi nilikuwa nakipenda kwa sababu pia olevo mimi nimesoma shule ya jeshi. Nimesoma pale Navy Kigamboni. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekuwa kikini-inspire kwa sababu kama muda mwingine upo darasani, walimu wanaingia pale ni maafisa, unaona walimu wamevaa combat nyota. So unatamani. Kwa hiyo hata mimi since there nimeenda A-level Arusha, nilikuwa na kile kitu moyoni. Like napenda jeshi. So kwangu mimi baada ya kumaliza form 6 nilikaa Arusha like 2 weeks. Narudi nyumbani wiki moja, imagine Dar es Salaam wiki moja tunaitwa jeshini. Lakini kile kitu hakikini discourage wala nini. Nikasema it's okay. Nikampigia baba simu, tangazo la kwenda JKT limetoka. Baba akaniambia sawa, vifaa vinahitajika ni vipi? Nikaenda zangu Makuyuni kula maisha na kujijenga kama jinsi ambavyo nipo sasa hivi. Nadhani inawezekana hapa naambia public, lakini pia mmoja mmoja nimekuwa nikiwaambia. Kwa ndugu zangu nishaye kuongea nao like ndugu wangu usiache kwenda JKT because I know watu huko mtaani wanatishana sana, lakini kuna faida kubwa sana kwenda JKT. Wasiache waende. Kwa majina naitwa Rogers Leonard Muganda, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dodoma. Nasoma degree ya sheria. Nimepitia mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria, operation miaka 60 katika kikosi cha Mpwapwa JKT 826 KJ. Vitu nilivyojifunza JKT miongoni mwao ni utii. Ni moja hapo ya kitu kimoja ambacho nimejifunza sana kule, kwa sababu kuna muda mtu alikuwa anakupa amri, bana fanya hichi, au muulizi bana kwa nini umeniambia fanya hichi, unatii. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kunisaidia huko mpaka leo. Issue nyingine ni issue ya nidhamu. Nidhamu kwa maana ya kwamba nidhamu kwa maana ya kumheshimu mtu. Kuna muda tu ulikuwa unakutana na afande ana umri mdogo, tukimwangalia unamwona kabisa huyu unamudu. Lakini basi tu ndio hivyo anakupa oda unafanya. Ni vitu vingine ambavyo tunaviapply hata huku vioni kwetu. Ukiangalia kuna muda malecture wetu walimu wetu ni mdogo kabisa. Na muda mnakuta kabisa ukimwangalia unasema huyu kama amenizidi miaka 2 3. Lakini ndio hivyo, ni mwalimu wako. Anakupa oda na mtii na vitu kama hivyo. Issue nyingine ni nidhamu ya muda. JKT kule tulikuwa tunaenda na muda sana. Yaani kama ni saa 12 saa 12. Muda wa kufoleni saa 1 saa 1. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza sana kule, na mpaka leo najivunia kujifunza vile vitu. Maana hata huko pia vinatusaidia. Huko pia tunaenda na muda. Kipindi ni saa 1 ni saa 1. Ukichelewa ukipewa adhabu ndio ni juu yako. Kitu ambacho sitakisahau kabisa kwenye maisha yangu ya JKT ni zile heka za kule. Yaani zile kimbia fanya hichi. Ni miongoni mwa vitu ambavyo mwanzoni unaweza ukaona kama vina ugumu fulani, lakini ukija ukavizoea, yaani unaona, yaani unapenda tu yale maisha. Mimi nahisi sio mimi peke yangu. Yaani ukijaribu kuwafuatilia asilimia kubwa wanafunzi ambao wamepita JKT, maisha ya kule ni very interested sana. Zile heka zile vurugu zile, yaani ni vitu fulani ambavyo zimetengeneza kumbukumbu nzuri kwenye maisha yangu. Sawa, kumekuwa na kinapofika wakati wanafunzi wa vyuo vikuu wanapoitwa, baadhi wanakwenda, baadhi wanashindwa kwenda kwa sababu tu mbalimbali. Na inaonekana kwamba ni kama sio sehemu ya wasomi. Sasa wewe ni msomi. Pengine unawaambia nini wasomi wenzako ambao wameitwa juzi na wanatakiwa ende makambeni? Mimi nilikuwa naomba tu nitoe wito kwa wanafunzi wa hitimu kidato cha 6 pamoja na wazazi. Wafungue moyo. Tunajua kule ni kufungua moyo. Kukubali. Mimi sidhani kama kunaweza kuwa na mzazi ambaye anamtengenezea njia nzuri mwanae amkataze kwenda kule. Kwa sababu yani kwamba mtoto atashindwa kumwagilia bustani, mtoto ashinda kwenda kupiga kwata, basi sasa utashindwa kupiga kwata, unaweza kaenda ukacheza ngoma, unaweza kaenda kucheza singe. Mimi sidhani ni vitu ambavyo kama ni vitu ambavyo vinaweza vikamshinda mtu. Yaani mzazi ambaye anamtarajia mwanae uko mbele ajifunze kujitegemea afu namkataza kwenda JKT, sidhani kama ni kitu sahihi. Kwa mimi nilikuwa nawaalika tu ndugu zangu wahitimu kidato cha 6, wazazi
wafungue mioyo. Kule hamna mateso. Kwa hiyo tunaenda kujifunza kujitegemea. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.